wanapenda kuishi pamoja. Ni jamii ambaye ni akiwa hata kabila mingi wako na mapenzi ya kuishi pamoja. Lakini jambo la kusikizisha ni ya kwamba jana kulitokea jambo ambaye haijawahi kutokea katika Isiolo. Ya kwamba mheshimiwa MCA Lorot wa Burat Board aliathirika jana, alipigwa risasi katika hoteli moja ya Isiolo Galaxy Hotel. Na hiyo tunashutumu, tunasema ni ya kwamba ni jambo ambaye ni aibu, ni jambo ya ambaye ya mwisho kabisa ambaye watu wanafanya, na tunakaa ya kwamba jambo kama hili isitokee tena, kwa sababu haijawahi kutokea katika historia ya Isiolo ama hata Northern Kenya. Tumepata viongozi mara kutoka tumesaliwa Isiolo. Hatujawahi fanya maneno kama hayo, kufuata viongozi. Kiongozi ni kila mtu, mara leo mtu fulani, leo mtu fulani, leo mtu fulani. Kwa kila jamii yote anapata uongozi, na hakuna ile jamii nyingine amekuja kugusa namna hiyo. Tunashangaa kwa siku ya jana tunaona kiongozi yetu ati amepigwa risasi, mtu alikuwa anataka kumaliza roho, kufanya awacha watoto yake. Lakini nataka kuambia jamii ya Isiolo, hiyo maneno sio mzuri. Hiyo maneno msianzishe vita aina hiyo. Hiyo vita ni mbaya. Hiyo maneno ni mbaya. Kiongozi kwa kila mtu iko kwa Isiolo, na iko ruhusa kila mtu awe kiongozi. Sio mtu mwingine auliwa kwa sababu ni kiongozi kwa wakati. Kesho ni wewe, huyu kwa saa hii, lakini kesho ni wewe ni kiongozi. Ungetarajia namna gani wewe wakati utakuwa kiongozi, ama kijana yako angetarajia amalizie wakati yake awe kiongozi bora? Kwa hivyo mimi nataka kusema hivi kwa wasee wa usalama, kwa serikali, sipendi hiyo maneno na nataka kukemea hiyo maneno isirudie. Lakini nataka kujua ukweli ya kufuatiliwa, hiyo mtu ufuatiliwe na ipatikane. Mimi nataka kusema hiyo maneno ikiriwe. Nataka viongozi wa Isiolo yote, nataka washikadau wa Isiolo yote watafute hiyo mtu, wafanye uchunguzi hiyo. Yangu ni hayo, lakini nataka kufuatilia hiyo maneno, tutafuatilia pamoja. Asante. Na ile kitendo ambaye imetendeka jana ndio tumekuja kukashifu hiyo kitendo. Hiyo kitendo ni kitendo mbaya ambaye haijawahi tendeka hapa Isiolo. Na tunalaani wenye wamefanya hiyo kitendo. Na pia ya mwisho sisi tunaombea mheshimiwa yetu apate afya njema. Na tunaombea yeye apate afya, na tumesema sisi kama jamii hiyo mambo ile mtu amehusika, tunaombea Mwenyezi Mungu na inshallah atapatikana. MCA ya Burat Lorot, hiyo ndio imetufanya tukuje tujue ni shida gani ama ni nini. Hatujawahi ona katika Isiolo tangu tuwe Isiolo, hatujawahi ona kitu kama hiyo. Na tunataka kujua ni nini. Kama serikali wamepata maneno, watuambie haki iko pande gani. Tutafute pamoja na tuwe pamoja, hatuna vita ingine bila tu kujua ni nani alifanya makosa kama hiyo. Juu kwetu Isiolo haikosi kuibaiba kidogo ng'ombe, lakini hatujawahi piga kiongozi yoyote katika Isiolo. Tumechangazwa na hiyo kiasi. Lakini kama serikali wako, na tunaombea Mungu alikuwa na amani. Kama haja kufa, tunashukuru sana. Na Mungu afikishe hapo. Hatutaki tena hiyo maneno irudie, ama watu wengine warudie kitu kama hiyo, na tunahakikisha tumepata huyo alifanya hiyo makosa. Kwa hivyo tunasema mheshimiwa pole, Mungu atakuinua. Kama huja kufa siku hiyo, Mungu atakupatia tuwe hai na tukuje kutujue ni nani huyo. Asanteni sana kwa hayo machache nimesema, na shukuru. Na hiyo jambo imefanya sisi kama jamii ya Isiolo na jamii pia ambayo Lorot ametoka, tumekachifu kitendo hiyo. Na Loroto ni mheshimiwa ambaye alishaguliwa na watu na jamii mbalimbali na akawa MCA. Kwa hivyo sisi tunaomba serikali, ofisi ya DCI iweze kufanya uchunguzi kwa haraka uwezekanavyo. Uchunguzi ambayo italete
ukweli ambaye sisi wote itaturidhisha. Kwa sababu gani nasema hivyo? Ofisi ya DCI ichukue hatua ya haraka. Mambo mengi imekuwa ikiripotiwa katika ofisi ya DCI ya Isiolo na hakuna hatua iwe inachukuliwa. Wanakawia sana kuchukua hatua. Kwa hivyo sisi tunaomba hatua ishukuliwe ndiposa mheshimiwa apate haki yake. Pia ninaomba pia hiyo ofisi ya DCI pale kuna petrol station iko na CCTV na hiyo hoteli pia iko na CCTV. Kwa hivyo pia waende pale waweze kunakili yale ambayo yalikuwa yakiendelea. Lingine, iangaliwe sana ile watu ambayo walikuwa wakiasiliana na mheshimiwa kutoka hizo wakati ya jioni. Maana mheshimiwa alikuwa mpaka kwa assembly na akateremka mpaka kwake nyumbani na akarejea akakuja town. Kwa hivyo tunaomba wale wote ambayo walikuwa wanaasiliana naye mpaka dakika hiyo ambaye ameweza kupata hiyo kitendo, lazima pia hawa pia waangaliwe. Kwa sababu yule mtu alitoka ngambo ya barabara upande ile nyingine kwa hoteli na akaruka lami bande hii akakujia mheshimiwa. Kwa hivyo inaonekana ya kwamba alikuwa anaangaliwa vizuri vile anavyoenenda. Akaambiwa pia kwamba ndio huyu ameingia kwa gari. Kwa hivyo ni lazima hiyo kitu ilikuwa imepangwa na ikapangika. Lingine, naomba jamii yangu, jamii yetu ya Waturkana tuweze kutulia. Sababu tunaona mambo kwa mapage vile inaendelea. Ninaomba tuweze kutulia, tuweze kuongojea serikali ifanye kazi yake. Serikali wakikosa kufanya kazi yao vile inavyostahili, tutaenda kuwauliza bara hamjafanya uchunguzi mpate ule mkora. Lakini kwa saa hii tunaomba tutulie. Marafiki wote wa Lorot, wale ambao wamefika hapa, kuna Wasomali, kuna Waborana hapa, kuna Wasamburu, kuna Wameru, kuna jamii yote hapa. Kwa hivyo sisi wote tunalaani hiyo kitendo ya kufamiwa kwa mheshimiwa Lorot. Kwa hivyo jamii yetu, vijana, kwa wazee, hata kwa hiyo mtandao yetu, hizo mapeji za jamii, sisi tutaongea kama viongozi ya jamii ya Waturkana, tuweze kutuliza saa hii joto ambayo iko. Ni jambo ya kitendo ambaye imetokezea jana jioni. Mheshimiwa wetu MCA ya Burat, Mheshimiwa Lorot alipigwa risasi. Hii tunalaani kama jamii yote ya Isiolo, kwa sababu huyu ni mheshimiwa wetu. Tumemchagua representative yetu, ni mtu ambaye anaongoza sisi, ni mtu anasimamia mambo mingi, na hatungependa sisi kama jamii kuanza kupiga viongozi wetu wale tumewachagua. Tulikuwa tunaiba tukikimbiza ng'ombe ama mbuzi ndio tunauana. Sasa tukirudi kwa viongozi wa jamii, si tutamalizana? Na tungependa kumalizana? Tuweke amani. Tuseme tuweke amani. Tupendane. Tukae pamoja. Tuheshimiane. Watu ndani ya town, hata kama sisi ni wafugaji na wafugaji kawaida hawakosagi silaha yetu, ng'ombe ikiibiwa ndio tunafuata ng'ombe. Ama vijana walikuwa wanaiba ng'ombe. Lakini ukweli ya mambo ni kwamba kisa ya kupiga viongozi ndani ya town marisasi ama kuwaua viongozi ni jambo mpya sana katika Isiolo County. Tunaikemea na tunailaani.